Kwa kweli mgogoro umeshaisha, jana wamepatana au wamepatanishwa. Kwa hiyo sasa hivi hamna chochote kinachoendelea cha mgogoro. Tupenyezee Sako, tarehe 8 tunaenda kucheza naye nani? Tarehe 8 bwana, hiyo ni siri ya kambi. Nimeambiwa nisitoe siri ya kambi. Kwanza tarehe 8 kila kitu kiko safi na wamepeana mkono. Simba, unapoambiwa Simba nguvu moja, ni hii kutakuwa na makando ndani ya Simba Sports Club. Haijulikaniki ni surprise kutoka timu kutoka wapi. Sawa, niambie ni inatoka kwenye nchi gani? Ukanda gani labda? Ukanda huu wa kwetu wa Afrika Magharibi. Kama uchaguzi utakapofikia, anastahili kama yeye Mangungu aweze kukaa tu pembeni, awaache sisi vijana, mbona tupo tunaweza kuongoza, sio mpaka wazee tu. Kashatumikia bungeni, wananchi wanamkubali, na upande wa kwetu sisi ameshakuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club. Sawa, waliomkubali walimkubali, sasa hivi inabidi tu tuende labda Ulaya. Mfano tuchukulie Ulaya, tuyarike friend match kwenye siku ya Simba Day ambayo ni tarehe 8. Tuchukue klabu gani ambayo inafaa na itakidhi kucheza na Simba tukitoka huku, tukiachilia mbali huku Afrika? Kwa hiyo unataka uniambie uchaguzi ujao mtakuwa makini kweli kweli kwenye hiyo sekta? Yaani ni umakini wa hali ya juu, ila kwa kuomba kama mimi kama Sako Simba, mzee wetu Mangungu kashakuwa mbunge. Umenikosha sana mwandishi wa habari. Kwa nini? Yaani ukizungumzia klabu gani ije hapa Tanzania kuja kucheza na Simba Day, mimi namtaka Barcelona, najua anakuja kupasuka goli zaidi ya 5. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees. Kariakoo ndo sehemu ambako sasa hivi tuko, na hapa mbele yetu tuko na Sako Simba, Sako mnyama. Sako, kwema kaka? Kwema kaka, mambo vipi? Mimi namshukuru Mungu, kiupande wako? Mimi niko sawa kabisa. Maandalizi ya klabu yako na mambo mbalimbali ambayo sasa hivi tunayoendea mbele yetu, kunaendelea nini? Kwa kweli mpaka sasa hivi kunapoendelea sasa hivi maandalizi ni mazuri. Mchakato mzima wiki ya Simba Day inaendelea vizuri, na kama unavyoona sehemu mbalimbali Simba Sports Club na wanachama wanaenda kwa mbali zaidi. Juzi na walikuwa leo nadhani walikuwa Gongo la Mboto kama sikosei, aidha Chanika wapi huko, tunazunguka sehemu zote ili mradi kwa ajili ya kuitangazia Simba Day siku ya tarehe 8, na kwa ujumla mambo yanaenda vizuri. Watu wanajitokeza kwa wingi, wanatoa damu kwa ajili ya kuchangia kurudisha shukrani kwa jamii, mambo kama hayo. Damu tumetoa Sako? Mimi hapa kwa msimu bado sijatoa, ila na imani kesho nitaenda kutoa damu. Kesho? Naam. Uhakika? Yes, uhakika. Sawa sawa. Changamoto tumeisolve kwa sababu jana pia nimepata bahati ya kupiga story na baadhi ya mashabiki na wanachama pia wa Simba. Wanasema kwamba mgogoro umeisha kati ya Mangungu na top management. Hili tunalizungumziaje? Kuna ukweli kiasi gani ama ikoje pia hii? Kwa kweli mgogoro umeshaisha, jana wamepatana au wamepatanishwa. Kwa hiyo sasa hivi hamna chochote kinachoendelea cha mgogoro, kila kitu kiko safi na wamepeana mkono. Simba, unapoambiwa Simba nguvu moja, ni hii kutakuwa na makando ndani ya Simba Sports Club. Unapokuwa hauna makando ndani ya Simba Sports Club, ina maana hiyo ni Simba nguvu moja. Kwa maana hiyo mimi mwenyewe binafsi kama Sako Simba nimefurahi kuondoka kwa mgogoro ule ambao ulikuwepo sitafahamu ya juzi Jumapili na Jumatatu. Jana Jumanne mambo yote yameisha. Wewe hata mwenyewe Sako Simba ulikuwa ufahamu kitu gani ambacho kilicholeta mgogoro ama chanzo cha mgogoro? Chanzo cha mgogoro ninakijua na shida yote naifahamu, ila kwa sasa kwa sababu hatuna mgogoro tena, siwezi kuzungumzia mgogoro tena Simba Sports Club. Kwa hiyo hayo yote tumesha clash. Hasira niliongea ile siku ya Jumapili ni kutokana na kile kilichofanywa na Muktaza Mangungu
kuitisha mkutano Bunju. Kwa hiyo pasipokuwa na maelewano na mwenzake, na mpaka peji ya Simba Sports Club ilivyosema kwamba mkutano hatuutambui, ndio maana mimi nikaja juu zaidi kusema haiwezekani jambo kama hili liendelee kuwepo Simba. Uzuri wameona malalamiko ya wana Simba, wameona malalamiko ya wanachama wa Simba. Jana wamefanya marekebisho, tumekaa sawa, sasa hivi tusonge mbele, Simba yetu ni moja. Kumbe shida ilikuwaga ni mkutano tu, sio kwamba kuna ajenda ambayo ilikuwa inaendelea nyinyi wana Simba mkuitaka? Ajenda ilikuwepo. Ajenda gani? Ila ajenda ya katiba ambayo tumepewa na serikali ililetwa, lakini sasa haikuwa muda wake. Yaani mimi nilichokuwa nakilalamikia, hapakuwa muda wake wa ile katiba kutolewa kwa muda huu, wakati tuna mambo manne ambayo yalikuwa yanatukabili mbele yetu. Kwa hiyo hakukuwa na ulazima ule. Bora angeacha swala lile lifanyike baada ya Simba Day na baada ya dabi. Umeona? Baada ya hayo ya dabi kuisha, nadhani kwa jambo simple tu kufanya jambo la mchakato. Mchakato ule kila mtu anauhitaji, Simba tunauhitaji. Sisi kama wanachama wa Simba tulikuwa tunauhitaji sana ule mchakato, ila tu hakukuwa na muda wake ule kwa muda ule siku ya Jumapili. Hilo haikuwa wakati sahihi. Kumbe shida ilikuwaga ni katiba tu. Kumbe katiba tu, issue ni katiba. Katiba kila mtu alikuwa anaililia. Kuna vijana wadogo mpaka sasa hivi hawana kadi za wanachama. Kwa hiyo katiba ile ndio ilikuwa inatubana sisi kupata kadi za wanachama kwa vijana ambao hawana. Umeona, kuna malika wadogo wa chini yetu sisi. Kuanzia kama miaka mingapi? Watu wenye miaka 30, 35, 40 hawana kadi za wanachama wa Simba Sports Club. Kumbe issue ilikuwa ni hiyo hapo. Sasa kama changamoto ilikuwaga ni masuala nzima ya katiba, try again aliingiaje? Yaani ndo swali ambalo wana Simba wanajiuliza sana. Kama issue ilikuwa ni katiba, try again kaingiaje hapo tena? Waliomtuhumu try again wamemtuhumu kwa kulingana na labda kwa sababu alishai kuongoza Simba, alishai kuwa mwenyekiti wa upande wa wadhamini mpaka bosi wetu mkuu akamuondoa katika ile nafasi. Ina maana watu wakadauti wai Mangungu mrudishe mtu ambaye halienguliwa katika nafasi ile, kwa sababu yule alikuwa anatakiwa mpaka sasa hivi akae nyumbani atulie ale pensheni yake. Sasa unamrudisha tena. Kuna vijana ambao wamesoma wako Simba Sports Club, wao wakale wapi au wao wakafanya kazi gani? Kama hizi kazi mnawarudisha hao, mnawatoa, mnawarudisha, mnawatoa, mnawarudisha. Sasa hivi kuna damu changa ambao zimesoma, zina elimu ya mpira. Wapo watu waliostaafu mpira wamechezea Simba kwa muda mrefu. Wapeni nafasi watu kama wale, ndio wana uchungu na Simba. Watu wanaangalia maokoto bana. Sasa ndio maana sisi bado tunagomea. Hata Mheshimiwa Mangungu yeye kwa muda wake umeshafika wa kuachia ngazi, waje vijana wengine wanaweza kuitetea nembo ya Simba, waendelee walipofikia yeye. Sawa, Simba ni moja kati ya klabu ambayo ina mashabiki wengi sana East Africa, lakini linapokuja swala zima la uchaguzi na kuwachagua viongozi mbalimbali ambao wanaweza kawa ni sehemu ya klabu, amuonekani shida inakuwaga ni nini? Kwamba mna wanachama feki au wenyewe hamuhitaji kushiriki kwenye mambo ya kiuchaguzi? Kwa sababu hili ni tukio ambalo miezi kadhaa ya mbele tunaenda kuishuhudia pia. Kwa sasa hivi mchakato ambao wakuhamisha sana vijana wengi kuta kushiriki ni mchakato kwa sababu hawana kadi. Huwezi kuwa hauna kadi ya wanachama wa Simba Sports Club ukaingia kwenye uchaguzi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa mfano, tunapoingia kwenye uchaguzi mkuu wa kitaifa, kwa mfano kama kumchagua rais wa Tanzania, lazima unakuwa na kadi ya kupigia kura. Sasa sisi kadi ya kupigia kura ya kwetu sisi kama wana Simba ni kadi ya wanachama wa Simba Sports Club, ndio uruhusiwe kwenda kupiga kura. Kama hauna hiyo kadi ya wanachama huwezi kwenda kupiga kura. Mimi hapa nilikuwepo kipindi cha nyuma wakati Mangungu anachaguliwa muhula ambao bado yuko nayo mpaka sasa hivi. Alivyotuletea Manzoki
mpaka watu wakasahau kwamba kura watu wameshapiga, wakaanza kushangilia Manzoki, kura zikaibiwa zikaenda upande mwingine. Mpaka sasa hivi Mangungu yupo. Kwa hiyo unataka uniambie uchaguzi ujao mtakuwa makini kweli kweli kwenye hiyo sekta? Yaani ni umakini wa hali ya juu, ila kwa kuomba kama mimi kama Sako Simba, mzee wetu Mangungu kashakuwa mbunge, kashatumikia bungeni, wananchi wanamkubali, na upande wa kwetu sisi ameshakuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club. Sawa, waliomkubali walimkubali. Sasa hivi inabidi tu kama uchaguzi utakapofikia, anastahili kama yeye Mangungu aweze kukaa tu pembeni, awaache sisi vijana, mbona tupo, tunaweza kuongoza, sio mpaka wazee tu, tunaweza kuiongoza Simba, sisi pia tupo. Sisi tupo, watupe na sisi nafasi vijana, tuiongoze Simba Sports Club. Naam. Matukio ambayo tuko nayo ndani ya hii wiki, tukiachilia mbali hili la Simba Day pamoja na wananchi pia, lakini tukio kubwa ambalo linasubiriwa kwa hamu sana ni la tarehe 12 ambako tunaenda kukutana kule Zanzibari. Jirani yako anazidi kuboresha sehemu ya kujilinda ama kwenye sehemu ya ulinzi. Chuma kingine kimeshuka pale Jangwani. Unakizungumziaje Sako kama Sako? Kweli Dumbi atapita kwenye ile nafasi kweli? Chuma gani ambayo kimeshuka? Sako bana, hujui? Mimi sijui. South Africa huko. South Africa. Ama hujaingia kwenye kuingia? Nimeingia, nimeona kwamba basi sawa, nikusaidie. Kuna mchezaji wamemsajili ambaye anaenda kushirikiana na mabeki wa nyuma kule, akina Jobu, akina Baka, akina Mwamnyeto. Mwamba anaitwa Komaro. Unamjua Komaro? Komaro simjui, ndio namsikia kwako. Kama nitamsikia kwako, labda unaweza nikaelezea. Yule ni beki ambayo atakuja ndio mara ya kwanza kuja kukutana na changamoto ya Tanzania na ligi ya Tanzania. Kwa hiyo tusimsifie sana, kama ni mzuri alikotoka huko, hatujui huku kama atakuwa mzuri au la. Ila kikubwa zaidi mimi na focus na kuangalia wachezaji wangu mimi wanaoingia na wachezaji waliotoka. Kwa hiyo focus ya wao kwamba wataingiaje katika mechi ya dabi, wao tunataka waje. Msimu huu tumejipanga, yaani Simba kama Simba msimu huu tumejipanga. Unyonge tena basi. Ninapokuambia kwamba anapokuepo Protos Magoli ni mtu ambaye mwenye Simba yake, achana hao wengine hao, mwenye Simba yake, sawa, ukamjumlisha na Jay Ruti, ukamjumlisha na Mo Dewji, hakika hii Simba itakuwa ni Simba ya makombe. Sawa, tumeona kwenye peji zenu za mitandao ya kijamii especially Instagram, Okwi kama Okwi, moja kati ya striker ambaye amefanya makubwa sana ndani ya Simba Sport Club, naye atajumuishwa kwenye mechi ya kirafiki ambayo tunaenda kuicheza tarehe 8. Hili kwako Sako umelipokeaje? Lakini pia kwa nafasi ambayo Okwi alikuwa nayo kipindi kile cha nyuma akitumikia Simba Sport Club, wewe ukiwa kama mwanachama na shabiki pia wa Simba Sport Club, umelipokeaje swala la kuonekana Okwi kama Okwi anaonekana tena Msimbazi kama surprise? Legendary. Unapozungumzia legendary, Emmanuel Arnold Okwi ni mchezaji ambao tulikuwa tunampenda sana wana Simba. Tumemkubali mpaka anaondoka hapa nchini. Kama amerejea Tanzania, ninamuomba tu benchi la ufundi la Simba Sports Club limpe nafasi pale kwenye benchi. Sawa, akae kwenye benchi, akae na kocha wetu mkubwa, awe hata kocha msaidizi. Kama ameshasoma aidha bado hajasoma, basi tumpe muda aende akasomee ukocha, aje kuwa msaidizi. Amsaidie nani? Selemani Matola kashakaa sana, awaache na wenzake waliocheza mpira Simba kwa mafanikio makubwa, na wenyewe pia waje wakae katika kiti la benchi la ufundi la Simba Sports Club. Mimi kama Sako Simba na muinspire sana legendary wetu Emmanuel Arnold Okwi, aje pale Msimbazi kesho kutwa, tumwangalie acheze mpira kwa dakika zake, atuage na sisi tumwage kwa uzuri. Hakika kama atapata nafasi ya kuwa benchi la ufundi, Emmanuel Okwi anaijua Simba kindaki, si tutamkaribisha. Komenti nyingi MK14 naye mashabiki wengi wanatamani yawepo. Hii ikoje pia? MK14 ni mchezaji pia, ni mzuri, tulimwaga vizuri, ila kama atakuwepo
ni wachezaji ambao tulikuwa tunawakubali sana, kama atakuwepo pia sio mbaya. Ni wachezaji wetu wa kitambo, ni wachezaji wetu waliotufikisha mbali. Kwa hiyo wote sio yeye tu, hata mwenzake aliyokuwa akiongea naye pale Rwanda Nyonzima naye pia tulikuwa tunamkubali, pia hata yeye mwenye Nyonzima anaweza akajumuika pamoja na wenzake wakaiangalia vizuri Simba Day ikafaana. Sako, nikupe mtani wa mwisho tuondoke, maana tumezungumza mengi sana ya kimichezo. Kwa namna ambavyo Simba umeiona ya msimu ujao, ukilinganisha pia tumefanya maboresho kwenye sehemu mbalimbali kwenye timu yetu. Tuende labda Ulaya, mfano tuchukulie Ulaya. Tuyarike friend match kwenye siku ya Simba Day ambayo ni tarehe 8. Tuchukue klabu gani ambayo inafaa na itakidhi kucheza na Simba tukitoka huku tukiachilia mbali huko Afrika? Umenikosha sana mwandishi wa habari. Kwa nini? Yaani ukizungumzia klabu gani ije hapa Tanzania kuja kucheza na Simba Day? Mimi namtaka Barcelona, najua anakuja kupasuka goli zaidi ya 5. Mangu nakwambia. Kwa nini Barcelona, ni kibonde au? Yaani ule mimi namuweza. Unajua Simba ina mpira ule ambaye wewe mwenyewe unajua. Alishakuja timu moja kutoka Hispania kule. Sevilla alikuja hapa kwa Mkapa hapa. Alienda kusimulia kule Hispania kwamba nimekutana na timu ambaye sikutegemea kukutana nao. Japo tumemfunga 5-4, ila alikutana na kitu kweli. Timu nyingine ambayo napenda ije hapa Tanzania kuja kucheza na Simba Sports Club siku ya tarehe 8. Sawa. Naiomba Arsenali kwa sababu Arsenali kidogo naendana naye. Arsenali naendana naye Arsenali. Kwa sababu kachukua ubingwa au? Kwa sababu kachukua ubingwa, ila namuomba naye aje anipe changamoto hapa kwa mechi moja tu ambayo ni ya tarehe 8. Aje. Tupenyezee Sako, tarehe 8 tunaenda kucheza naye nani? Tarehe 8 bwana, hiyo ni siri ya kambi. Nimeambiwa nisitoe siri ya kambi. Kwanza tarehe 8 haijulikaniki, ni surprise kutoka timu kutoka wapi. Sawa, niambie ni inatoka kwenye nchi gani? Ukanda gani labda? Ukanda huu wa kwetu wa Afrika Magharibi. Bana, mimi nikushukuru sana Sako. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.